yapo ambayo tayari utekelezaji wake umekwisha kuanza. Tumepita pale Kiwira, wakati wa kampeni, kulikuwepo na madeni ya chai. Akawaambia kuanzia muda ule alipopita hadi siku 100 za uongozi wake madeni yale yatakuwa yamelipwa. Nimefurahi kwamba leo nilipopita pale, wananchi wa pale wakiongozwa na mbunge wao wamethibitisha kwamba madeni yale yote yamekwisha kulipwa. Kadhalika alipopita hapa Mbeya, alieleza kuhusu habari ya barabara ya njia 4, habari ya fidia ya ile bypass. Na furaha kusikia kwamba tayari fedha kwa ajili ya bypass kilomita takriban 48 fedha ya fidia imekwisha kulipwa. Na furaha pia kusikia kwamba ujenzi wa njia 4 ambapo mradi mkubwa huo utaanzia Igawa kwenda mpaka Tunduma, kwa hapa Mbeya ndipo ulipoanzia. Huyo ndio Dr. Samia akisema anatekeleza. Na hiyo si hayo tu, kama ambavyo mmemsikiliza naibu waziri wa TAMISEMI katika uongozi wake, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa sekta mbalimbali. Katika upande wa afya, mmeelezewa kazi iliyofanyika hapa mkoa wa Mbeya. Jana tulikuwa Songwe, tulielezewa hayo. Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua uhitaji wa kuboresha huduma za afya, alijenga hospitali zaidi ya 119 kwenye wilaya zote na halmashauri ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya, na akajenga vituo vya afya 649 kwenye tarafa zote za nchi hii ambazo hazikuwahi kuwa na vituo vya afya na kata za kimkakati, na akajenga zahanati zaidi ya 2800 kwenye vijiji ambavyo vilikuwa vinahitaji zahanati hizo. Wakati anakwenda kwenye kampeni akasema afya sio majengo peke yake. Akasema ndani ya siku 100 wataajiriwa watumishi wa sekta ya afya 5,000. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na ndugu wana Mbeya, hivi tunavyoongea usaili wa kupata watumishi wa afya 5,000 ulianza tangu tarehe 10, na hata hapa Mbeya usaili ulikuwa unafanyika, na ifikapo Januari 10 watumishi hawa watakuwa kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati na kwenye hospitali zetu za wilaya. Kadhalika, kama ambavyo tumeambiwa, Daktari Samia Suluhu Hassan alitambua tatizo la msongamano wa wanafunzi kwenye shule zetu. Kuna maeneo tulikuwa tunaona mitandaoni watoto wetu wakisomea chini ya miti. Kuna maeneo tulikuwa tunaona kwenye mitandao darasa moja likigawanywa libebe mikondo miwili ya wanafunzi, kwamba ubao moja kidato cha 3, ubao mwingine kidato cha 2. Daktari Samia Suluhu Hassan alijenga madarasa 79,000, akajenga shule mpya za sekondari zaidi ya 1,300 na shule za msingi zaidi ya 2,700. Na wakati anaenda kwenye kampeni akasema ili elimu ikamilike sio darasa na wanafunzi peke yake. Akasema ndani ya siku 100 wataajiriwa walimu 7,000. Na hivi tunavyoongea, tangu tarehe 10 Disemba usaili unafanyika mikoa yote kuweza kupata walimu 7,000, na tarehe 10 Januari walimu hawa watakuwa madarasani, na ndani yake kuna walimu wa science, walimu wa hesabu ambako tulikuwa na shida kubwa katika shule zetu. Haya ni baadhi ya maeneo, lakini lipo kubwa la bima ya afya.
tumekuwa na matatizo katika sekta yetu ya afya, upatikanaji wa dawa, huduma kwa ujumla. Rais Samia alielezea kwamba ndani ya siku 100 huduma ya bima ya afya itakwenda kuanza kwa makundi ambayo yatatangulia: watoto, akina mama wajawazito, wazee wasiojiweza, na jambo hili linatarajiwa kuzinduliwa mwezi ujao, mwezi Januari 2026. Na katika uzinduzi wake tayari yako maelekezo aanze kwanza kupata huduma. Mambo ya kuandikishwa yatamfuata akiwa pale. Na kwa wale ambao wanapita baadhi ya vitu hawajakamilisha, nilipita hospitali moja nikawauliza akina mama ambao walikuwa wamejifungua, nikawauliza, hapa ulidaiwa nini na nini? Akasema sikuwa na ndoo. Nikaambiwa nikatafute ndoo, nikatafute beseni. Sasa maelekezo yako hivi: mama akifika na yuko na uchungu tayari, asiulizwe mambo ya ndoo wala beseni. Hospitali kuwe na akiba ya hizo ndoo. Asisubirishwe, ahudumiwe. Hayo mengine yatashughulikiwa akiwa pale pale. Na serikali inaendelea kuyaratibu yale mengine ambayo yanajitokeza katika sekta ya afya. Natambua limekuwepo tatizo la upatikanaji wa dawa katika baadhi ya maeneo, aina ya dawa zinazotakiwa katika eneo mahususi. Nimeelekeza Wizara ya Afya, kitengo cha wataalamu wa utafiti pamoja na bohari yetu ya dawa wafanye utafiti ili wanapoagiza dawa waagize dawa zinazohitajika katika maeneo yetu husika, yanayohitajika, dawa zinazohitajika kufuatana na aina ya magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua zaidi watu wetu. Haipendezi mgonjwa kufika kwenye hospitali nzuri, imependeza, ina madaktari wazuri, wakatambua tatizo lake, alafu anamwambia dawa haipo, nenda kwenye kioski pale ukanunua. Kioski kinawezaje kupata dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Ufanyike utafiti ili tunapoagiza dawa tuagize zile zinazohitajika. Na tambua utoshelevu wa dawa ndani ya hospitali zetu ni mkubwa. Kinachosumbua ni pale inapotajika aina fulani ya dawa na inakuwa hiyo dawa haipo katika eneo husika. Hili linaweza kutatuliwa kwa kuhakikisha tunaagiza aina ya dawa zile ambazo zinahitajika. Mambo mengine katika sekta zingine yataendelea kutatuliwa kama ambavyo waheshimiwa wabunge wametoka kusema hapa. Na waheshimiwa wabunge, niwahakikishie, ninyi ndio wawakilishi wa wananchi, ninyi ndio mnapita kila maeneo, mnakutana na hoja hizi kutoka kwa wananchi. Serikali imepokea hizi hoja ambazo mmezitoa, ambayo waheshimiwa wabunge mmesema, na mengine tumesikia wananchi wakisema. Na mimi nimeelekeza nilipopita katika maeneo mengine. Umetokea utaratibu, wakandarasi wakishapokea fedha, wanapokea fedha za mradi, wanazipeleka katika shughuli zingine. Wapo wengine wamekuwa wakitaka fedha hizo zilipo kwenye akaunti za makao makuu ya makampuni yao kwenye nchi zao, na fedha ikishalipwa kule wanaanza kwanza, na wengine wanadaiwa kulipa madeni ya makampuni yao. Nimeelekeza Wizara ya Ujenzi, wakala wetu wa barabara TANROADS na TARURA wafanye sensa na tathmini ya barabara zote ambazo malipo ya awali yalishalipwa. Tujiridhishe kwamba kazi ambayo imeshafanyika inalingana na fedha ambazo zimekwisha kulipwa, na maelekezo haya yanaenda sambamba na maeneo mengine ambapo kuna miradi inatekelezwa. Utaratibu wa kupeleka fedha kwenye eneo ambalo halikukusudiwa, kwenye shughuli ambayo haikukusudiwa,
inasababisha wananchi wanasubiria mradi kwa muda mrefu. Maeneo mengine wananchi wanadhania labda serikali haijalipa, kumbe serikali imelipa. Alikuwa na madeni mkandarasi, amepeleka kwenye shughuli nyingine na anashindwa kuleta certificate nyingine ili aweze kupewa malipo mengine. Na wakikawia sana, baadaye wanakuja kuomba nyongeza ya fedha kwa sababu mradi umekawia. Tumesema wale watakao kugundulika, nikishapata ile orodha nitaitembelea ile miradi. Na nimewaambia mameneja hawa mliowapa kazi hawa mmewaajiri, wala msiogope hata kama anatoka nje ya nchi. Mimi nilikutana na mmoja huko Kandahari, kwa sababu anatoka taifa lingine la nje kule, anakuja kibosi kama anaenda kukagua mkataba wake. Nikawaambia ametuchelewesha mradi, anakuja kibosi, mkamateni, wekeni ndani mpaka huo mradi ukamilike. Ndio. Kwa hiyo kwenye hii miradi serikali imepokea na tutafuatilia ubora wa miradi na tutafuatilia thamani halisi ya fedha ilingane na kazi ambayo imekwisha kufanyika. Hata hapa nimepita, nimeiona hii barabara. Nimeambiwa kazi inaendelea vizuri. Mwelekezeni mkandarasi aendelee hivyo. Watu wa Mbeya wamesubiri hizo njia 4 kwa siku nyingi. Aende na kasi inayotakiwa kwa kiwango cha kuwapa wana Mbeya barabara ambayo wanataka waipokee, ili kero ile ya msongamano iweze kupungua. Na tumeelekeza hivyo na kule Songwe na kule Tunduma, katika maeneo ambayo yalikuwa yanaleta shida. Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, subiria yafanyike katika jiji la Mbeya pamoja na hapa Uyole. Ili mambo haya yaweze kufanikiwa, ni lazima nidhamu ya kazi iwepo. Ni lazima tuheshimu sekta binafsi. Ni lazima kuwe na nidhamu ya kazi na ni lazima tuheshimu sekta binafsi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimeeleza Kiwira, naeleza na hapa. Ni lazima nidhamu ya kazi iwe utamaduni wetu. Niliwaita wakuu wa mikoa, nimewaelekeza, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa wasaidizi wake wote. Kila mmoja kwenye sekta yake awasimamie walio chini yake, na kila mmoja kwenye sekta yake atimize wajibu wake. Wenye kupokea kero kwa wananchi waende wapokee hizo kero kwa wananchi. Tuwasikilize wananchi. Hiyo ndio maana halisi ya ugatuaji wa madaraka. Nimepita hapa jiani hapa, nikasimama hapa pembeni tu hapa, mwendo wa mkuu hapa, karibu na mahakama pale. Akaja mama mmoja pale, ananiambia alimkaribisha kijana mmoja wafanye biashara pamoja. Wakaanza maandalizi ya kuiboresha nyumba hiyo ya kufanyia biashara. Ikiwa inaendelea kufanyiwa maboresho, fidia ikawa inapitishwa na watu wa TANROADS kwa ajili ya kuhamisha, kuongeza eneo la barabara. Yule kijana kaenda haraka mbele. Yeye kaenda kupokea fedha wakati aliletwa mpia wa kufanya naye biashara. Sasa kwa taarifa za awali hizi nilizopewa, mama kaanza kupewa dana. Kama yuko hapa kwenye mkutano, baadaye tutamsogeza, kama yuko asogea. Akaanza dana. TANROADS, mmelipaje fedha kwa mtu ambaye nyumba ile haisomi jina lake? Mmelipaje nyumba? Mmelipaje fidia kwa nyumba kwa mtu ambaye nyumba hiyo haisomi jina lake? Yule mama anasema hati anayo na nyumba ile imepimwa na imeandikwa kwa jina lake. Huyo kapokeaje? Na nimeambiwa yupo maeneo ya hapa
Sasa yule aliyepokea hizo fedha kesho ajisalimishe kwa rasi. Kesho ajisalimishe kwa rasi, aende na nyaraka zote alizopokea fedha na nyaraka zote za umiliki. Na kama kesho hatajisalimisha, RPC mkamate, mtafute popote pale, mkamate kama matapeli wengine, kama wetu wengine, na afunguliwe hayo mashtaka. Sasa rasi na mkuu wetu mwenyeji wa wilaya, wasaidizi wangu, mlichukua mawasiliano ya yule mama, na yeye aende na zile nyaraka. Na hili jambo msimzungushe mama wa watu. Viongozi wa serikali, ninyi ndio mnaotunza nyaraka hizi, mnajua ukweli. Umezuka huu utaratibu wa kujua huyu ni mama, wa kujua huyu ni mjane, wa kujua huyu ni mzee, wa kujua huyu ni yatima. Akifikisha jambo lake anapigwa danadana mpaka anaishiwa nauli ya kufuatilia jambo lake. Maelekezo ya serikali, kama mwananchi amefikisha jambo kwenye ofisi ya serikali, kama wewe kwenye ofisi hiyo huna majawabu yake kwamba jambo hilo linatatuliwa ofisi ya juu, wewe kiongozi wa serikali ndio fuatilia jambo lile na urejeshe majawabu kwa mwananchi aliyefikisha jambo lake huko ofisini. Mbona walimu kuwa hawatumi wanafunzi kupeleka zile fomu kwa afisa elimu wa mkoa na taifani? Ukifikisha kwa mwalimu mkuu imeshafika mpaka taifani. Hizi ofisi zingine, kwa nini tunataka mwananchi afuatilie yeye mwenyewe jambo lake mpaka makao makuu? Hatukuanzisha ofisi kila maeneo ili kugawana vyeo. Ugatuaji wa madaraka unataka mwananchi asogezewe huduma pale alipo. Hata yule mama kama yuko hapa, mwanana kabisa na katibu tawala mkoa, na yule wape na yule jina na asikie kule aliko, yule aliyepokea zile fedha, yule aliyekuwa anafanya ubia na yule mama, kesho vile kwa katibu tawala wa mkoa na wale watatu wakusanyaji mripoti pale kwa mkoa. Yule mama yuko hapo, mpatie maiki atuambie jambo lilitokea. Sogezeni hapo, leteni hapa na maiki. Leteni na